Ni kweli ni vitu ambavyo vinasemwa sana, lakini kuna fakti ambazo zinamvuta Aziz Ki kuweza kurudi Tanzania. Lakini fakti ya kwanza ni usalama na amani, kwa sababu alipokuwa Tanzania aliishi vizuri, alipata furaha na vitu vingi aliweza kuvitengeneza akiwa Tanzania. Lakini kwa sasa hivi yuko Al Ittihad ya pale nchini Libya na amekuwa hana furaha, kwa maana ya kwamba hali ya kisiasa, lakini pia amani ya nchi ile imekuwa sio rafiki sana. Unakuta milindimu ya risasi, mabomu inakuwa inamnyima amani. Kwa hiyo pia imekuwa ni sababu ya yeye kutamani kutoka nje ya ardhi ya Libya kwenda kupata changamoto sehemu nyingine. Lakini pia katika maeneo yote ambayo amekuwa akipewa ofa kwa ajili ya kwenda kucheza, inaonekana kwamba Young African anavutiwa zaidi kwenda Young African. Kwa sababu gani? Kwa sababu Young African ni timu ambayo imeweza kumsaidia kuweza kutengeneza doti nyingi ambazo zimekuwa na manufaa kwa upande wake. Akiwa ndani ya Young African amefanikiwa kuwa MVP. Utasema hata alipokuwa Sek Mimosa alifanikiwa kuwa MVP, yes, lakini alipokuwa ndani ya Young African pia aliweza kuwa top scorer at the same time, yani yuko top scorer, lakini pia wakati huo pia akiwa MVP, mchezaji bora wa mwaka wa msimu kwa Tanzania. Lakini pia akiwa ndani ya Young Africans aliweza kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ya vilabu, ambapo akiwa kule ASEC Mimosas na kwingineko hakuwahi kupata hiyo chance. Alikuja kutengeneza profile kubwa zaidi akiwa ndani ya Young Africans. Lakini pia ukiangalia akiwa ndani ya Young Africans, yeye pia alikuwa sehemu ya msaada kuisaidia Young Africans kufika hatua ya robo finali kombe la klabu bingwa barani Afrika na kufunga goli ambalo halikukubaliwa na marefali dhidi ya Mamelodi Sundowns. Alimanusura Young Africans wawe timu ya kwanza kufika hatua ya nusu finali kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini refali hakuwa upande wa Tanzania, hakuwa upande wa Young Africans, hakuwa upande wa Stefan Aziz Ki, kwa sababu ndio inaonekana kwamba lingekuwa ndio goli pekee ambalo lingeweza kuwapa mbawa Young Africans kufika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ukiconnect dot za maisha alipokuwa Tanzania na maisha nje ya Tanzania, unaona kwa Tanzania anapata manufaa zaidi, mbali ya kimanufaa kimpira, kwamba alivyokuwa Young Africans alipata nafasi ya kudumu kwenye taifa lake la Burkina Faso kucheza timu ya taifa, lakini pia nje ya mpira, maisha mengine ya kijamii, aliweza kupata hadi mke. Amemoa Hamisa Mobeto, ambaye Hamisa Mobeto ni mwanamitindo ambaye anasifika Tanzania, anasifika Afrika, ni ambassador wa makampuni mbalimbali, umeona. Kwa hiyo aliweza kubahatika kuweza kumuoa kabisa. Kwa hiyo Stefan Aziz Ki Tanzania haumhesabu tu kama mchezaji wa mpira, bali wa Tanzania wote, kwa wanaume wanamuita shemeji, kwa madada wanamuita shemeji, kwa maana ya kwamba aliweza kupata mke kutoka katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo anapokuja Tanzania anakuwa kama sehemu ya familia ya Tanzania. Kwa hiyo anakuwa comfortable zaidi anapokuja Tanzania. Lakini pia ukija kuangalia kuna maswali ambayo watu wanajiuliza kwamba Stefan Aziz Ki yeye anacheza kama namba 10, lakini kwa sasa hivi Young African yupo Alan Okello, ambaye Alan Okello huyu amekuwa na muendelezo bora sana. Ameingia dirisha dogo, amecheza mechi 18, ameshinda goli 11, ametoa assist 7, amehusika kwenye magoli 18, viwango vya ufanisi 100%. Kwa nini tena aje kuongezewa mtu kama Stefan Aziz Ki ambaye naye pia anacheza same position kama anaocheza Alan Okello? Jibu la kimsingi, Alan Okello amekuwa na matumizi mazuri sana ya mguu wa kushoto na amekuwa na mchango wa mguu wa kushoto. Katika magoli 11, magoli 9 ameshinda kwa mguu wake wa kushoto, goli 1 kwa mguu wake wa kulia na goli 1 kwa kichwa, kama utakumbuka vizuri. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba pia amekuwa na matumizi mazuri sana ya mguu wake wa kushoto. Lakini pia ukimwangalia Ki Aziz akiwa top scorer, naye pia alifunga magoli mengi sana kwa mguu wake wa kushoto. Ule msimu ambao anakwenda kuwa top scorer, magoli 3 alifunga magoli ya kichwa, ikiwemo goli moja lilikuwa mechi za mwishoni kabisa, upinzani ulikuwa mkubwa kwa kweli. Joyce Lomalisa Mutambala anatoa assist, Ki Aziz anafunga kwa kichwa na kuwapa uongozi Young African mechi dhidi ya Tabora, kama utakumbuka vizuri. Kwa hiyo unaona characters za kuweza kufumania nyavu kati ya Aziz Ki na Alan Okello ni kama character ambazo zinaendana. Sasa maswali ya kimsingi yanakuja, inakuwaje kumleta mchezaji ambaye anaweza kuwa na character sawa na Alan Okello? Wanapokuja kupishana sehemu ndogo tu, kwamba Ki Aziz unapompa nafasi awe atokee pembeni akati ini uwanja,
huwezi kupata ubora wake kama anapokuwa katikati ya lango kulisifesi lango. Lakini Alan Okello ukiangalia hata aina ya mabao ambayo ametoa, kwa sababu ametoa assist 7. Katika assist 7 ambazo amezitoa, assist 5 ni assist ambayo alikuwa amepiga mfumo wa cross, yani kupiga cross afu watu wanamalizia, ikiwemo cross moja inayopendwa sana na watu aliyokuja kufunga Mohamed Hussein Shabalala. Ilipigwa cutting cross moja nzuri sana ambayo watu wengi waliita kwa lugha tofauti tofauti, ambao ukiangalia katika hizo 7 ukiangalia cross 5 ambazo amezipiga, amepiga pasi amezipiga kwa njia ya cross, ambapo ukiangalia katika assist ambazo anazitoa Stefan Aziz Ki hakuna pasi nyingi za goli zinatoka kwa mfumo wa cross. Kwa tafsiri yake ni kwamba Alan Okello ni mzuri hata unapokuwa unamchezea pembeni, lakini pia ni mzuri hata unamchezea katikati kulifesi lango. Kwa hiyo kama utamuongeza Stefan Aziz Ki, manake Alan Okello unaweza ukampa uwezo wa yeye kuweza kutokea pembeni na akaleta madhara katika upande wa pili. Na kama unavyojua kwa sasa hivi nafasi ya Pacome Pedro Zouzoua ndani ya Young African, kama Ki Aziz akija ndio naiona hatari yake yeye kuweza kupata nafasi ya moja kwa moja na sio Alan Okello, kwa sababu ukimwangalia Pacome Pedro Zouzoua alikuwa akicheza wakati huo pia na Aziz Ki alikuwa akicheza. Kwa ukiniuliza swali akija yeye watachezaje, jibu la msingi ni kwamba alivyokuwa Pacome, alipokuwa Aziz Ki alivyokuwa akicheza ndivyo itakavyokuwa kwa Alan Okello na Ki Aziz akija watakavyokuwa wanacheza, kwa sababu ukimwangalia Pacome Zouzoua alikuwa anatokea pembeni na analeta madhara katika eneo la mwisho, na Ki Aziz alikuwa anakaa nyuma ya mshambuliaji. Kwa tafsiri yake kwamba akija Ki Aziz itakuwa rahisi zaidi, atakuwa katikati, wakati huo Alan Okello atakuwa akicheza kwa kutokea pembeni. Lakini wakati huo kumbuka pia Young African wanafanya usajili kwa ajili ya kwenda kushindana kimataifa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo lazima uwe na backup players ambao akitoka mtu aingie mtu. Kwa hiyo sio mbaya pia hata wakiwa wanapishana, kwa maana kwamba ataanza Aziz Ki atakuja atamalizia Alan Okello, ataanza Alan Okello atakuja kumalizia Aziz Ki. Wakianza wote wawili, maana yake nyuma kuna na backup ya kutosha unapozungumzia kina Pacome Pedro Zouzoua na sajili zingine ambazo zinaweza zikajumuishwa katika msimu unaofuata. Kwa hiyo Young Africa walikuwa wakiogopeka zaidi kwenye local game kwa sababu walikuwa na kikosi kipana, kwamba kikosi kinachoanza na kikosi kinachoingia nguvu zao zinakuwa zinaendana. Kwa hiyo unakuta kwamba wanakuwa hatari kadri mchezo unavyozidi kwenda, wanazidi kuwa hatari. Kwa siku za hivi karibuni imeonekana hiyo ikiwa inapungua. Kocha anapofanya sababu kumekuwa na wasiwasi zaidi kwa upande wa Young African. Nafikiri hilo sasa ndilo ambao anataka kuliondoa kwa msimu unaofuata. Na ndio maana unaona kwamba anahusishwa Ki Aziz kuja pale na namna atakavyocheza. Jibu la kimsingi, rudia tu mtihani, piga chabo msimu uliomalizika ambapo Pacome Pedro Zouzoua alikuwa akicheza na Ki Aziz, ndivyo itakavyokuwa kwa Alan Okello dhidi ya Aziz Ki. Young Africans ndio timu ambayo wanasema kwamba imeshuka, na ukitazama wao wanatazamia kwenda katika mashindano ya klabu bingwa. Nini hasa ambacho inatakiwa kifanyike hasa kwa wachezaji ambao waliopo sasa hivi? Pengine kuna ambao wanatakiwa wapunguzwe, labda ambao kwa kweli unasajisi kwamba huyu anatakiwa aondoke, labda kama huyu na huyu ni nani kwa upande wako wewe? Of course ukiangalia kwa upande wa Young African kwenye local games kwa nchi unaona kwamba hakuna tabu sana, kama vile mizania inakwenda inakuwa ina balance. Lakini sasa kitu kilichopungua kwa Yanga kwa sasa hivi, mpinzani amekuwa hana hofu anapocheza na Young African. Ukiangalia tofauti na misimu mitatu nyuma, ukicheza na Young African hususan kwa local game, wapinzani wamekuwa na hofu zaidi kwamba Yanga akipata goli wamekuwa wanajilinda sana wasije wakapata goli lingine la ziada. Lakini kwa msimu huu mechi za hivi karibuni unaona Yanga anaweza akapata goli lakini mpinzani asiwe na hofu, akaja akaplace naye anaamini kwamba atapata goli. Nenda kwenye mechi ambayo anapoteza dhidi ya Dodoma Jiji, Yanga anatangulia kupata goli, Dodoma Jiji anaendelea kufanya pressing naye anafanikiwa kupata goli. Umeelewa vizuri? Nenda kwenye mechi dhidi ya Namungo, Yanga anapata goli, Namungo naye anaendelea kufanya pressing, anaamini atapata goli naye anapata goli. Kipindi cha kwanza unakuta kwamba mechi inazalisha magoli mawili. GG, both team to score. Wale kama leo wananielewa kwamba ulikuwa misimu mitatu nyuma Young African kumwekea kwamba anaweza akaruhusu goli ilikuwa ni option ambayo ni ngumu sana kuweza kupata. Lakini kwa sasa hivi kwa wakamalia ukisema kwamba Yanga ataruhusu goli ni kitu ambacho kipo katika possibility kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ile fearness ambayo alikuwa nayo
kwa msimu huu mechi hizi za karibuni imepotea. Kwa namna ya kuweza kuitengeneza FIA iweze kurudi, lazima uweze kutengeneza timu ambayo ina wachezaji wenye kutisha na wachezaji bora zaidi. Kwa msimu huu wachezaji ambao walikuwa wameongeza, unamzungumzia Racine Kouma ambaye anavaa jezi ya mgongoni ya Khalid Aucho. Ukimwangalia mtu mwingine Buba Jamal anacheza kutokea pembeni. Ukimwangalia mchezaji mwingine Mohamed Doumbia AI wanamuita. Ukimwangalia mtu mwingine Musa Balakonte. Ukimwangalia mchezaji mwingine Celestine Ekua. Umeelewa vizuri? Hao ndio wachezaji ambao waliingia katika dirisha kubwa, na wengine wameingia kwenye dirisha dogo, akiwemo Buba Jamal, akiwemo Laulindo Aurelio Depu. Umeelewa vizuri hapo? Dirisha kubwa pia au ni international players. Sitaki kuwagusa local player kwa sababu kwa aina zaidi waliopo nao Young African local players ni hazina ambayo unaweza kumpeleka timu yoyote akawa na uwezo wa kuanza kwenye hiyo timu. Young African qualities pamoja na pressure ya timu, kuna wengine inawezekana wakawa wanakosa nafasi. Kwa upande wa local players siwezi kuwagusa sana, lakini kwa upande wa dirisha kubwa lililosajili wachezaji wale inabidi waanze kufanya pruning ya Racine Kouma. Sioni sababu ya yeye kuweza kuhusika katika usajili ujao, uwepo ndani ya kikosi. Sioni nafasi yake Racine Kouma, sioni nafasi yake Buba Jamal, sioni nafasi yake Musa Balakonte, sioni nafasi yake Celestine Ekua, sioni nafasi yake Mohamed Doumbia ambaye yupo kule nchini South Africa. Sioni nafasi yake Mohamed Damaro Kamara, pia sioni nafasi yake. Umeelewa vizuri hapo? Lakini sasa Mohamed Damaro Kamara, kitu ambacho kitambeba labda kama ataendelea kusalia, kwa sababu anahesabika kuwa kama mchezaji wa ndani, kwamba ni local player, inawezekana hiyo isiwe ikawagharimu sana Young African. Lakini kwa upande wa international players lazima wachezaji hao waweze kufanya pruning ili kuweza kurejesha makali ambayo watu wamezoea Yanga inapokuwa inacheza. Yeah. Yanga anaweza kuizungumzaje ndani ya miaka mitano kwa namna wao wamecheza, umefika hatua makundi mfululizo mara 3. Kwao Young Africans tunaweza tukasema ni mafanikio kwa namna walivyo na namna ambavyo wamekuwa wamekisifia katika msimu mitano wakiwa bora zaidi. Ukiangalia katika maisha ya mpira huwa kuna stage 3. Kuna stage ya kuanzia, umeelewa vizuri, wanasema initial, alafu pia kuna sehemu ya katikati, alafu pia kuna sehemu ambayo inaitwa climax. Umeelewa vizuri? Kwa unapofika katika stage ya 3 ambayo ni climax, sasa pale kuna mawili. Either maintain uweze kubaki pale pale, au uweze kudrop, au uweze kupanda zaidi. Umeelewa vizuri? Na mara nyingi sana kitaalam huaga mara nyingi sana misimu huwa haizidi misimu mitano timu ikafanya vizuri. Haizidi misimu mitano. Unakuta wachezaji unaweza kuwasajili ukawa na timu bora ndani ya misimu mitano. Uweza usichukue kombe lakini ukawa timu tishio kwa misimu mitano. Baada ya misimu mitano mara nyingi sana huwa kuna vitu vingi vinatokea. Kuna wachezaji kuchoka, umri kwenda, mbinu watu kuzijua, style unaocheza na vitu kama hivyo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kuna uwezekano wa wewe kuweza kudrop. Rudia kwa kocha aliyepita Liverpool, Jurgen Klopp. Ukimwangalia yeye maisha yake yote ya soka akiwa popote pale, alikuwa utawala wake hauzidi miaka 5. Baada ya miaka 5 watu washajua mbinu zake, washajua style yake, washajua nini. Unajikuta kwamba hawezi kusurvive zaidi. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kwa namna moja ama nyingine, umeelewa vizuri? Kwa namna moja au nyingine, unaona kabisa kwamba kwa Young African misimu 5 tayari imeshafika. Kwa hiyo hapa alipofika lazima iweze kufanyika pruning. Na kama unahitaji soka la kiushindani la kimataifa, maana lazima uanze kujiuliza maswali kwamba niko na Maxim pia Nzengeli msimu wa 4 akiwa anacheza ndani ya Young African, na anakwenda msimu wa 5 yeye kama yeye akiwa anacheza ndani ya Young African. Na muona Maxim pia Nzengeli akaenda kunipa ubingwa wa Afrika, niko na Pacome Zouzoua msimu wa 3 anaenda msimu wa 4. Anakwenda naye kimataifa, ataweza kunipa ubingwa wa Afrika. Ni naye Djigui Diarra anaweza kanipa ubingwa wa Afrika. Kwa hiyo kuna vitu vya kuweza kuvitathmini ili kuweza kuenenda katika hali ya mabadiliko zaidi ambayo yanaweza kumfanya ile climax aliyopata aweze kuipanda zaidi, na kama sio kupanda zaidi basi aweze kumaintain katika status yake ambayo amefika ya hali ya juu kabisa. Kwa sasa hivi ukiambiwa ondoka na MVP wako kwa muda sasa hivi, unaweza kuondoka na nani? Nikiangalia mpaka hivi sasa mechi zimecheza mechi 25 kwa pande zote mbili. Faisal Salum kutoka Azam ana goli 14, anayemfuatia ni Alan Okello ana goli 11, anayefuatia pale kuna Prince Dube kwa eneo la kufunga. Kuna Prince Dube ana goli 9, alafu wanaokuja wana goli 8 ambapo hapo kuna Suleimani Mwalimu wanaingia humo. Kuna Clatous Chama naye
anaingia humo kwenye hizo goli. Umeona vizuri hapo. Kwa upande wangu mimi nikiangalia, nitamtoa Suleiman Mwalimu, nitamtoa Prince Dube. Kwa sababu gani? Kwa sababu pia katika mchango kwenye timu kwa siku za hivi karibuni umekuwa umepungua kidogo, lakini nitamweka Clatous Chota Chama kwa mchango kwenye timu umekuwa ni mkubwa. Kwa sasa hivi Simba imekuwa ikicheza, yani Simba wakiingia uwanjani, mbali ya kwamba wanaweza kupata alama 3, lakini wana uhakika kwamba kuna goli la Chama, kwa sababu amekuwa na mfululizo wa kufunga, lakini pia amekuwa mfululizo wa kuwa mchezaji bora kila baada ya mechi kumalizika. Kwa Chama amekuwa kama uhai wa timu, amekuja kufufua kitu ambacho ni cha tofauti sana ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi nitaondoka na Chama na kumwacha Suleiman Mwalimu na kuwaacha wakina Elie Mpanzu, wakina Libase Gwaye. Umeelewa vizuri? Nikija kwa upande wa Young African, Prince Dube ana goli 9, of course ni second top scorer wa Young African. Ukimwangalia Pacome Pedro Zuzo, ukimwangalia Laulinda Ololio Depu, hao wote wana namba za kufunga, wakina Mudathiri haya basi wana namba za kufunga, lakini ukija kuangalia kwenye mchango wa namna ya timu kuweza kupata ushindi na kwenye mazingira magumu, unaondoka na Alan Okello, unawaacha hao wote, kwa sababu Alan Okello ameweza kuwa pia sehemu ya Yanga kujivunia, sehemu ambayo unaona kabisa kwamba hapa kuna mazingira magumu ya kupata alama 3, lakini amekuwa sehemu ya kuweza kupata alama 3 kwa Young African, na amekuwa na mfulizo mzuri, mechi 6, mechi 4 anafunga goli 2-2, afu mechi 6 kila mechi lazima aondoke na goli. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ana muendelezo bora sana. Kwa upande wa Young African nitaondoka na Alan Okello na nitaachana nao wengine wote. Nikwenda kwa upande wa Azam Football Club, kuna Faisal Salum goli 14, ukija kwa Idi Nado goli 8. Umeelewa vizuri? Ndio second top scorer kwa upande wa Azam. Obviously mimi nitakwenda na nani? Nitakwenda na Faisal Salum. Faisal Salum amekuwa na namba nzuri za kufunga, amehusika kwenye magoli 18 nafikiri, kwa sababu ana assist 6, ana magoli 10 amehusika kwenye magoli 20, assist 6, magoli 14, amehusika kwenye magoli 20. Kwa ina maana Faisal Salum amemshinda Alan Okello kwa kuhusika kwenye magoli mengi, amemshinda Clatous Chota Chama kuhusika kwenye magoli mengi, na pia kuifanya timu iweze kupata ushindi. Kimoja tu ambacho Faisal Salum kinamdondosha ni kuto kuisaidia timu yake kukaa kwenye top list, kwa maana kwamba kuwa timu ya kwanza au timu ya pili, imekuwa timu ya 3, yuko chini ya Alan Okello, yuko chini ya Clatous Chota Chama, yeye anashika nafasi ya 3 kama timu. Lakini ukija kuangalia kwa uwezo binafsi, kwa maana ya kwamba kumtafuta MVP kwa kipindi hiki, ukiniuliza mimi ni nani, mimi moja kwa moja nitakwambia Faisal Salum anastahili kuwa MVP mbele ya Alan Okello, mbele ya Clatous Chota Chama kwa mpaka hivi sasa ilipokuwa imefikia. Faisal Salum mpaka sasa hivi kwa namba zake na kwa msaada wake, yeye binafsi amekuwa na ubora mkubwa zaidi ukiwalinganisha na hao wengine. Kwa sasa ukiniambia MVP, mimi nakuja na jina la Faisal Salum, Feitoto. Yeah. Unazungumziaje kwa hao mashabiki ambao wanamwataki Ahmed Ally wakati anafanywa mahojiano na baadhi ya chombo cha habari, kwamba alisema kwamba ingekuwa ni timu nyingine ambayo ipo kileleni angesema na wakiwa kuweza kuwashusha wakakaa wao, lakini kwa sababu ipo Young Africans wale wanajua namna ya kumaintain kukaa pale. Je, watu wanamwataki wanasema kwamba yule pale amejitenga, kwamba inaonekana yule ni familia kwa upande wa Yanga. Wewe unaizungumziaje? Ubaya wa hizi timu mbili zimekuwa na kasumba ya kijani ita njano ita nyeusi. Umeelewa vizuri? Ahmed Ally ameweza kusema vitu kwa kuzingatia uhalisia ulivyo. Umeelewa vizuri kwamba anakubali kwamba uwezo wa Young African umekuwa ni bora zaidi. Kwa alichokifanya Ahmed Ally, umeona, ameongea kitu ambacho uhalisia wa mpira ulivyo, kwa sababu hakuna ambaye anakataa kwamba Simba ina uzoefu mkubwa wa kuchukua ubingwa. Hakuna ambaye anakataa kwamba Yanga ina uzoefu mkubwa wa kuchukua ubingwa. Umeelewa vizuri? Kwa yeye amesema uhalisia ulivyo, kwamba Simba wasibweteke kwa tofauti ya alama 2, wasibweteke. Na nikwambie ukweli kwamba msimu huu kwa Yanga umekuwa ni msimu mwepesi zaidi kuliko msimu uliopita. Mtu ambaye anafuatilia mpira oya anaweza sielewe, lakini ukweli ndio uko hivyo. Ukiangalia msimu uliopita Yanga anachukua ubingwa baada ya kumfunga Simba goli 2-0. Anaondoka anakuwa juu kwa alama 4 zaidi ya Simba. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana paka mechi ya mwisho inakwenda kucheza Yanga alikuwa juu kwa alama 1, lakini msimu huu paka hivi sasa zimebaki mechi 5,
Yanga yupo juu kwa alama 2. Msimu uliopita zikibaki mechi 5, Yanga akishinda, Simba akishinda, anakuwa juu alama 1. Akishinda, kila mtu ashinde mechi zake alama 1 mpaka mechi ya mwisho nani atashinda. Yanga akawa na option 2. Atoe sare apate alama 2 zaidi, au ashinde apate alama 4 zaidi ya Simba msimu uliopita. Kwa hiyo ukiangalia msimu uliopita ndio ulikuwa msimu mgumu zaidi na pressure ilikuwa juu zaidi kwa upande wa Young Africans kuliko msimu huu. Msimu huu Yanga yupo juu kwa alama 2. Tafsiri yake ni kwamba Yanga akipata sare mechi 1 katika mechi 4 au mechi 5, akishinda mechi 4, ina maana kwamba yeye anakuwa bingwa kwa sababu ana faida ya kuwa na magoli mengi zaidi ya Simba. Unless otherwise Simba aanze kushinda magoli mengi katika mechi zilizosalia, afikie rekodi ya Yanga na kuipita ili watai kwenye alama, alafu waweze kuwa mabingwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kigumu ukiangalia. Ni kitu ambacho kinawezekana, lakini ni kitu ambacho ni kigumu kwa sababu mpaka sasa ukiangalia Young Africa yuko juu kwa zaidi ya magoli 15 dhidi ya Simba. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana wastani yeye ili aweze kufikisha magoli 15 kumfikia kwamba Young Africa tu, anatakiwa kila mechi ashinde goli 3 na asiruhusu goli ili aweze kufikia rekodi ya usawa magoli na Young Africa. Kwa hiyo unaona kwamba hicho kidogo kina ugumu. Umeelewa vizuri hapo? Lakini ukiangalia kwa upande wa Yanga, wao tayari washakusanya alama, wana alama 2 mkononi, lakini pia wana idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo ukiangalia msimu huu kwa Yanga naona umekuwa mwepesi kuliko ulivyokuwa kwa upande wa Simba Sports Club.